Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji, natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Upeo wa Asubuhi ndani ya kitengo Jukwaa la Wanawake. Alhamdulillah, leo tena ni furaha kuwa naye ustadha wetu, kipenzi chetu, mama yetu, si mwingine bali ni Ustadha Sofia, ambaye tumezidi kuwa naye ndani ya studio zetu za Mahdi TV, akujuza mengi kuhusiana na wewe mwanamke, kuweza kujifahamu, kuweza kujielewa na masuala mengi mbalimbali ambayo ameweza kuyazungumzia. Na insha Allah katika mada yetu ya leo tunaenda kuangalia uhuru wa mwanamke kijamii katika jamii ya Kiislamu. Uhuru wa mwanamke kijamii, tuseme katika jamii ya Kiislamu kwa ujumla, uhuru wa mwanamke ni upi? Kwa sababu wengi wanasema ya kwamba mwanamke wa Kiislamu amefungiwa sana. Leo tunataka kufahamu uhuru wake huyu mwanamke ni upi, na insha Allah tukirudi kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karibu sana ustadha. Naam, shukran. Ni furaha tena kuwa na wewe. Naam. Kukuona tena. Naam, najua ni muda lakini alhamdulillah. Naam, hata pia nimefurahi na nimemshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia tena kukutana katika siku hii ya leo tena. Alhamdulillah, midamu tuko wazima ni jambo kubwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumrudishia shukrani kwake. Naam, bismillah. Naam, sawa, bila kupoteza muda tunaingia katika mada yetu. Baada a'udhu billahi minashaitani la'ini rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Naam. Mada yetu kama tulivyoambiwa na Haifa hapa inahusu uhuru wa mwanamke katika jamii ya Kiislamu. Naam. Haifa, tukisema uhuru wa mwanamke, yani si kwamba yani tumemwacha, yani mwanamke kaachiliwa katika jamii ya Kiislamu kuna vyote ni yuko huru. Ndio. Hapa tunatakiwa tuelewe kitu kimoja. Kwamba kuna kile ambacho mwanamke yuko huru nacho na kuna kile ambacho mwanamke amefungwa nacho, yani ambaye hayuko huru na hicho. Kwa hapa tunatakiwa tuelewe, kwa sababu tukisema kwamba tuko na uhuru wa kila kitu, ina maana hapo tutakuwa tumekwenda kinyume na matakwa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na pia tutakuwa tumevunja sheria zake. Kwa hiyo hebu tuangalie katika uhuru wa mwanamke katika jamii ya Kiislamu unakuwaje. Tunaambiwa Uislamu unafafanua uhuru wa mwanamke kama vile seti ya haki, na pia vile vile kuna vikwazo vinavyolenga kuhifadhi wanawake. Tukisema seti ya haki, ina maana kuna zile vitu ambavyo mwanamke moja kwa moja yeye anakuwa yuko na uhuru navyo. Na tukija kwa upande wa vikwazo, ina maana kwamba kuna vitu ambavyo mwanamke yani hapo ameambiwa kwamba hapa inabidi arudi nyuma. Ndio. Unaona? Kwa hiyo ndio maana tukasema kwamba kuna vile vikwazo. Na tunaambiwa hii yote ni katika ile ufaragha wa utu wa ule mwanamke jinsi alivyo. Kwa sababu kuna vile vitu ambavyo vinakuwa viko open, anaweza kavifanya kwa kila mtu tuseme, yani mbele ya watu, na lakini pia inategemea ni watu gani. Na kuna vile vitu vingine ambavyo inakuwa ni faragha kwa mwanamke yeye mwenyewe au kwa wanawake wenyewe. Yani isiwe katika jamii nzima kila mtu au amefanya vitu kama hivyo. Ndio. Kwa hiyo hii yote ni katika kumchunga huyu mwanamke ule utu wake. Kwa sababu bila ya kuwa na hukumu kama hizi, ina maana utu wa mwanamke utakuwa hauna thamani. Ndio. Na hii yote tumesema kwamba ni katika maisha ambayo yako ndani ya mipaka ya sheria ya Kiislamu. Kwa hiyo hapa wanawake tukubali tu kwamba kuna vile ambavyo tumefungiwa mipaka, hatutakikani kuenda huko. Na kuna vile vitu ambavyo tumeachiwa huru kuvifanya. Na tunaambia pia vile vile katika vile vitu ambavyo mwanamke anafurahia yeye mwenyewe katika kuvifanya, tunaambiwa ni anafurahia mwanamke katika uhuru wa kumiliki pesa. Si ukweli? Kweli. Mwanamke anafurahia sana kumiliki pesa. Kwanza mwanamke pesa yake anapenda sana awe na nafasi yeye mwenyewe katika kuimiliki. Isibanwe bana mtu mwingine. Ndio. Kwanza unakuta mwanamke huyu anajiminya sana. Yeye ni mchapakazi. Anaamka na kuenda kufanya shughuli zake akihangaika huku na huku kwa ajili ya kupata hiyo riziki. Na riziki ile pindi anapokuja kuipata, mwanamke huyu anakuwa ana mahitaji mengi kishapiga katika akili yake. Kwa hiyo kinachotakikana hapa ni kuachwa huru katika ile pesa yake jinsi ya kuitumia. Basi asitokee mtu mwingine kisha atoka amehangaika huku, ameenda huku, kisha ikatokea mtu ambaye anataka kuichukua ile haki yake katika kumiliki ile pesa yake. Kwa hiyo hapa ni haki yake yeye mwenyewe. Na hata kama ni mke ambaye yuko na mume wake, katika kumsaidia mume
chochote kile kitakachokuwa kinahitajika pale ndani ni katika mahaba yake na mapenzi yake kwa mume wake. Ndio. Si lazima. Kweli. Kwa hiyo ule ni umiliki wake mwenyewe akiamua. Sasa hivi watu wanaweka ile kwamba huyu atoe 50, huyu atoe 50. Jamani, ile ni ya mwanamke. Nakwambia mwanamke ya mwanamke, ya mume ni yetu sote. Ya mume ni yetu sote, lakini ya mwanamke ni ya mwanamke pekee yake. Ijapokuwa kuna kule kusaidiana. Mimi nimekuona una shida mahali, siwezi kuacha ama ni lazima nikustiri. Kuna ile kustiriana ni kwa sababu unajua yule ni mwenzako. Ndio. Na hauwezi kumuona anaibika na wakati wewe kuna kitu ambacho unaweza kumfungia ile aibu yake. Kwa hiyo kule kusaidiana hakukatazwi, isipokuwa tu kusiwe kuna ile kulazimishwa kwamba lazima ufanye hiki na hiki. Kwa hiyo ule ni uhuru wake mwanamke kutumia ile pesa yake hata kama ikiwa ni mke wa mtu. So mwanamume aje kwa mabavu na kuanza kutaka kutumia ile pesa ya mwanamke, hapana. Sheria hairuhusu hivyo. Wewe mwanamume utabaki na hukumu zako vile vile na sheria zako zimekufunga vile vile, na utamwachilia mwanamke awe na ule uhuru wake kutumia zile pesa mwenyewe jinsi anavyotaka. Na pia vile vile uhuru pia wa elimu. Mwanamke pia amepatiwa uhuru pia kutafuta elimu, si mwanamke eti akae tu ndani ya nyumba. Kwa sababu atakapokaa pale ndani ya nyumba kuna mambo mengi ambayo yatakuwa yanaendelea huko nje kama hayajui. Kwa hiyo ni vizuri na yeye akatafuta elimu ili aweze kuiendesha jamii yake na pia familia yake pale atakapokuja kuipata. Na pia itampa ile fursa ya kujua haki zake ni zipi anaposoma. Sababu kati ya wanawake wengi tunaona mitandaoni ama pia tukiangalia katika zile comments ni wanawake wengi ambao hawajui haki zao. Wao imani za ndoa hawajui haki zao kwa wazazi ni zipi, ili kuweza kuhakikisha kwamba unaweka ile balance. Usije ukafanya kitu ambacho kimeexceed ile uwezo wako na wakati wewe Mwenyezi Mungu ana haki ambazo amekuwekea. Naam, kama hivyo. Kwa hiyo elimu hapa ya kuchunga, ya kuweza kujua haki ni elimu ya dini. Kweli. Elimu ya dini ndio utaweza kujua haki zako zote mwanamke. Ni vipi unatakiwa kuishi na jamii zako, mume wako, ndugu zako, watoto wako pale. Hii yote ni katika kujifunza elimu ya dini. Tukitoka kwenda kutafuta elimu, hii ni haki yetu. Kwanza pia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, alituambia kwamba talabul ilmu faridhatun ala kulli muslimin wa muslima. Yaani kutafuta elimu ni faradhi juu ya kila Muislamu mwanamume na Muislamu mwanamke. Kwa hiyo hii kutafuta elimu pia ni haki ya mwanamke. Kwa sababu pia ni faradhi. Ina maana asipotafuta elimu akajua ile misingi yake na hukumu zake na sheria zinavyomtuma, atafanya kitu kitakachokuwa kimekwenda makosa, amefanya makosa kwa kuchupa ile mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wengi wao ufikia sana kukandamizwa. Na kukandamizwa kama kwa sababu siyajui. Ndio. Kwa sababu hajui lazima atakandamizwa. Na wanaume wanakuta wengine ama watu wengine wakando wakijua kwamba wewe ni jahili wa kitu fulani, utakandamizwa sana. Ndio maana utakuta wengine wanakuwa waso wanaume wengine wanakuwa na uoga sana kupata mwanamke mwenye amezidi ilmu. Sasa mwanamke mwenye amezidi ilmu atajua hichi ninachofanya ni sahihi ama wewe ataweza kukosoa. Sasa kuna mwanamume ataenda kutafuta mwanamke mwenye hajasoma. Anajua huyu au ndo nitapeleka ninapotaka. Alafu pia vile vile Haifa nakwambia, tunaambiwa kwamba akili ya mwanamke iko chap chap sana. Iko chap chap. Sasa unajua mwanaume anaweza kuwa anafikiria, unajua akili ya tuseme kwamba wanaume hawana akili la. Kwanza wao akili yao imetulia. Sisi ndo tunaambiwa kwamba akili yao yeye unamkuta sengine zako umehitaji kitu hata kama kwa ni brother yako ama ni babako ama ni yeyote ile mbali mwanaume atakwambia subiri kwanza. Subiri kwanza. Wao wana tabia hiyo ya subiri kwanza. Lakini sisi wanawake tuko na tabia kwamba unachokitaka saa ile pap upate. Yaani akili yetu ni ile ya chap mtoto. Unataka katika ukuaji wa mtoto wa kiume na wa kike ni tofauti. Kweli. Kwa hiyo mwanamke akiwa na elimu sana kumshinda mume, huyu mwanaume atakuwa na tabu sana. Na ndio maana wanaume waliligundua ile, ndio maana wakafanya hivyo. Na ndio maana pia katika kuoa unakuta mwanaume anakuwa na umri mkubwa, mwanamke anakuwa na umri mdogo. Wakioa wanatoshana ama mwanamke amezidi umri, mwanamke anapata shida sana. Kwa sababu ile akili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyotujalia wanawake. Kweli. Kwa hiyo uhuru wa kutafuta elimu, hii ni uhuru mwanamke ako nao na ni haki kwake, na pia vile vile ni faradhi. Kushiriki katika kazi ni kulingana na katika ile asili yake. Unakuta sasa kuna kazi zingine mwanamke ni hapendezwi kuzifanya. Kama kutoka nje na kwenda kujenga nyumba. Kupanda juu kule, kufanya sijui kubeba matofali, mizigo mizito ile. Hizo ni kazi ambazo kwa wanawake sisi kidogo hapo tumezuiliwa. Ingawa kuna wanawake ambao wako wamejitokeza katika kufanya kazi hizo, lakini wanafanya ile kwamba sina jinsi. Ndio unamkuta mwanamke amejiingiza katika kazi kama hizo. Lakini kutokana na maumbile yetu sisi haturuhusiki kufanya kazi zile ambazo ni ngumu, nzito sana katika kuzifanya. Kwa hiyo hii ni katika ile kuthamini utu
ama ile dhamana ya mwanamke jinsi tulivyoumbwa katika maumbile. Haya. Na pia vile vile katika ule uhuru ambao tumepatiwa, pia uhuru ndani ya upeo wa katika kumiliki, ni katika yale Mwenyezi Mungu ambaye ametaka pia tuyafanye na yale ambaye ametukataza. Ukijua kwamba Mwenyezi Mungu hiki ametukataza, basi tunachotakikana sisi ni tukiache. Na ukiona kwamba Mwenyezi Mungu ametuamrisha tukifanye, basi tunatakiwa tukifanye. Kwa hiyo hapa tuko na limit katika ile kufanya. Si moja kwa moja kutokana na hukumu na sheria za dini, hautaenda kufanya moja kwa moja jambo Mwenyezi Mungu amelikataza. Kama vile usimame katika mimbari wewe mwanamke uanze kuadhini. Hili ni jambo ambalo halitakikani. Hili ni special kwa ajili ya wanaume. Ndio. Haya, kama vile katika mavazi pia vile vile. Kuna ule uharamu kwa mwanamke kuvaa mavazi ya uchi. Tumekatazwa hapo. Kwa hiyo tukasema kwamba my dress my choice. Hapa tujue kwamba Uislamu umetukataza. Kwa hiyo lazima tuchunge ule uhuru katika kujistiri sisi kama wanawake kulingana na hukumu na sheria za Mwenyezi Mungu. Lakini si wote ambao wanafahamu ile ustadha. Si ndio kwa sababu tumesema wasome. Ndio hapo kwa kusema kwamba ni lazima na ni muhimu sana wanawake kuweza kusoma. Ili kuweza kufahamu ni kitu kipi ambacho wanafaa kukifanya kiwe katika njia ambayo ni sahihi. Wanawake wengi siku hizi stara tumepoteza, hatutaki kujistiri. Tumekataa. Yaani utakuta ndio sijui tunajiona vipi kutojua kwamba Mwenyezi Mungu alivyokuambia jistiri alikuwa na maana yake. Unajua, wewe ni kama ua. Unajua kitu tunachoharibu ni hizi zama ambazo tuko nazo. Ya kuona kwamba sasa hivi mambo yote yamebadilika, yani kila Qur'ani iko pale pale, lakini sasa usindo hivyo wani watu hawakumbuki kwamba Qur'ani haijapitwa na wakati. Qur'ani iko kwenye wakati na wakati bado uko pale pale. Na tunaambia kwamba halalu Muhammadun halalun ila yaumil qiyamah wa haramuhu haramun ila yaumil qiyamah. Hakuna siku ile ambayo mtume yani hadithi zake zile alizoziongea zitageuzwa yani kwa sababu eti ya wakati. Ama Qur'ani basi tutaigeuza tuweke kwa sababu ya wakati. No. Qur'ani imebaki pale pale. Kwa hiyo tunachotakikana hapa ni kuchunga hukumu na sheria za dini basi. Na ile halali ya mtume aliyosema basi tabakia kuwa hivyo mpaka siku ya kiyama, na ile sema kwamba ni haramu basi tabakia hivyo mpaka siku ya kiyama. Kwa hapa ncha kuchunga ni kuchunga tu mipaka ya Mwenyezi Mungu. Hata kama mtu anasema kwamba sasa hivi sijui mambo yamebadilika nini, mambo yajibadilika katika Qur'ani, mavazi yako vile vile. Tunatakiwa tuchunge hukumu ya Mwenyezi Mungu iko vile vile. Ujaona ile kifikia wanawake upande wa mitandio ama upande wa kufunga hijab. Tumeona sarakasi nyingi mitandaoni kwamba wakisema wanawake wa Kiislamu hawana uhuru, wanawake wa Kiislamu hawako vipi, wanawake wa Kiislamu ni hivi na hivi. Lakini kutojua ya kwamba kule kujihifadhi kwako umekuepusha na masuala mengi sana. Maana hatukatai nywele nzuri mashallah umepewa, kama ni singa wengine wamepewa. Wengine sisi wa Afrika tuliona kokoto tushashukuru na kokoto zetu. Alhamdulillah. Lakini tunaangalia ya kwamba kizazi tulichonacho sasa hivi kinahitaji sana muongozo. Sana. Kama hatutaweza kujiongoza katika kizazi hiki, hata kile kizazi kinachokuja itakuwa ngumu sana kuongoza. Kwa sababu kama wewe mama utakuwa hauna ile mfano mzuri kwa ule mtoto, ule mtoto hatofika mahali kabisa. Na wewe mama ndio kioo cha mtoto wako, kioo cha jamii, kioo cha kila mtu. Kwa hiyo hapa tuchunge sana katika uhuru katika mavazi. Watoto wetu kweli, hata wa mama pia tunakuwa yani tunavaa yani vituko kabisa. Sasa mimi kama mama nivae vituko na mtoto wangu naye hata vituko zaidi, hata vituko vile vile, na ukijaribu kumkataza kwamba siwe pia vaa hivyo. Kwa hiyo tuchunge sana katika uhuru katika mavazi. Tunaongea sana hili kwa sababu mavazi ndio kitu ambacho kinaweza kupoteza sana katika hizi jamii yetu kwa muda huu, katika wakati huu muda tuliokuwa nao. Watu wanaona kwamba mtu mimi niachilie nivae vile ninavyotaka. Tusifanye hivyo, turudi tuone kwamba Mwenyezi Mungu ametukataza nini na ametuamrisha nini. Tukichunga hivyo, wallahi tutakuwa tumekwenda mwenendo mzuri sambamba kabisa vile Mwenyezi Mungu anavyotaka. Haifa ukienda barabarani sasa hivi wapite watu wawili, mmoja amevaa mini skirt fupi na mwingine amevaa buibui. Angalia hao wawili nani atakayepigiwa filimbi huko barabarani? Huyo alivaa mini skirt. Sasa yeye akisema kwamba ni uhuru wake, je, hiyo kupigiwa makelele kule atapenda? Kuna wengine labda ndo raha yake aonekane na wanaume. Tuseme hivyo. Utajua si wengine ambao wataona thamani yako. Ni kweli. Watu kama ingekuwa wanajua ile kujistiri ni thamani kubwa, umejistiri wewe mwanamke, yule anayekutaka akija akikukuta uko ndani ya vazi basi atakutaka kwa haraka sana, yani hata kama ni kukoa atakuwa kwa haraka kwa sababu si amekupenda. Lakini ukisema umemwachia wazi kishaona atakuwa na haja gani tena? Maana kuna nini niliona katika mitandao ya kijamii.
ni kwamba kuna mwanamke anasema kwamba ukiwa katika miaka yako ya 20 hakikisha kwamba unafanya vitu ambavyo hutokuja kujutia baadaye katika maisha yako. Kwa sababu unapokuja kuwa mama baadaye, kumbuka zile tabia ulizokuwa nazo unaweza zipeleka kule mbele. Kabisa. Kuna vitu vinajirudia katika maisha. Ni kweli. Naam. Kwa hiyo tunatakiwa tuchunge sana. Tuchunge sana kutokana na hivyo vitu vinavyojirudia katika maisha. Haya, tukiangalia pia vitu vingine pia vile mwanamke ana uhuru pia kuchagua mume na mume pia ana uhuru kuchagua mke. Kabisa. Hiyo pia ni uhuru ambao tuko nao. Usije ukasema kwamba eti mwanamke lazima labda achaguliwe mume, hapana. Mwanamke pia akona uhuru wa kuchagua mume. Huyu namtaka na huyu simtaki. Ndio. Unaona? Bora tu lako. Bora tu, lakini kuchunga hukumu na sheria. Unaona tunarudi pale pale. Bora tu kuchunga hukumu na sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukilichunga hilo basi. Haya, pia vile vile uhuru katika jamii, katika siasa. Mwanamke pia yuko na uhuru pia vile katika kufanya mambo ya siasa. Lakini pia anatakiwa achunge hukumu na sheria za dini. Unaona? Na pia vile vile katika ile kuchunga hukumu za dini, achunge pia vile vile katika ile mambo ya siasa, kuwa pia katika ule usafi ndani yake, kuwa na adabu, kuongea kwa adabu kama ni katika siasa, kuwa na usafi wa mavazi pia vile vile na nini na kimwili. Unaona, kwa hiyo mtu anatakiwa ayachunge yote hayo. Ako huru, lakini kuna ile ambaye anatakiwa ayachunge. Na hiyo yote ni katika kuthamini ule wanawake na ile kumthamini jinsi vile mwanamke jinsi anavyotakikana kukua. Tukisema tunamwachilia hata kama ni siasa afanye vile atakavyofanya, akisema tunamwachilia uhuru, basi na maana kuna mahali atakwenda na atakwenda kujikuta amechupa ile mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tufanye ile tutakaofanya, tuwe na uhuru navyo, lakini tukumbuke Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tusije tukachupa mipaka yake kwa ule uhuru ambao tunauona sana katika dunia ambao huko sasa hivi katika hizi zama zetu. Mashaallah, shukran sana ustadha. Umeweza kuelezea jambo jema sana kuhusiana na mambo machache ambayo mwanamke anapaswa kuyafahamu, na inshallah naamini tukirudi katika awamu ya pili tuweza kukusikiza zaidi, tujue ni yapi ambao umeweza kutuandalia. Shukran sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa nayo Ustadha Sofia ndani ya studio zetu anazidi kudadavulia na kuelezea mengi kuhusiana na ile swala zima la uhuru wa mwanamke katika Uislamu. Je, huyu mwanamke wa Kiislamu ana uhuru ambao amewekewa? Lakini ustadha amesema kwamba ndio kuna uhuru ambao lazima sisi wanawake tuko nao, lakini kuna mipaka yake. Usichupe mipaka ya uhuru ambao Mwenyezi Mungu ameweza kukupa wewe kama mwanamke. Na inshallah mpenzi mtazamaji, acha chukua tama la maji, tutakaporudi tuendelea zaidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Jukwaa la Wanawake. Alhamdulillah, tunazidi kuwa nayo ustadha wetu ndani ya studio zetu akizidi kujuza mengi kuhusiana na haswa wewe kama mwanamke. Tunataka kufahamu tunataka kujua zaidi kuhusiana na uhuru wako wewe ndani ya dini ya Kiislamu. Uhuru wako wewe kwa mambo ambayo labda unapaswa kufanya kila siku katika jamii, na Uislamu unasema nini kuhusiana na masuala hayo, na inshallah tukielekea kwake tuweza kufahamu mengi zaidi. Naam, karibu tena ustadha. Naam, shukran. Naam, Bismillahirrahmanirrahim. Ahsant. Bila kupoteza muda tuingie moja kwa moja katika kuendelea na mada yetu hii ya uhuru wa mwanamke katika jamii ya Kiislamu. Tukiangalia katika haki ya mwanamke, katika ule uhuru ambao yuko nao, pia ni katika kufanya kazi za nyumbani na nje. Mwanamke ana uhuru pia kufanya kazi katika ndani ya nyumba, yeye kama mwanamke. Kwa sababu hakuna mwanamke yule ambaye atakuwa ndani ya nyumba na asifanye kazi. Yaani zile kazi za pale ndani ya nyumba, kama mwanamke, kama mama, kama mke, kama kila kitu pale ndani ya nyumba. Kwa hiyo hili tujue kwa mwanamke pia ana uhuru katika pale ndani ya nyumba kufanya kazi zile ambazo ni wajibu kwake, kufanya usafi, kuosha vyombo, kupika chakula na nini. Na pia vile vile tunakiwa tuelewe kwamba huyu mwanamke hata kama ana uhuru wa kufanya kazi pale ndani ya nyumba hizo atakazozifanya ambazo yeye kama ni mwanamke, bado pia yani hakugandamizwa sana. Pia katika hukumu na sheria ya Kiislamu yeye si house girl. Pale pia kuna kushirikiana. Hata Imamu Ali alayhi salam na Bibi Fatima alayha salam walikuwa wakisaidiana katika kazi za nyumbani. Na hivyo ndio inavyotakikana. Na kwanza tukirudi katika hukumu na sheria za dini, mwanamke tunaambia kwamba ni kukaa tu ndani ya nyumba na kuzaa. Huo ni uhuru wetu. Lakini hebu tuangalie sahihi. Maana ni kweli. Unajua kuna hili swala la kwamba wanaume wamechukulia ni kamba ni kambaye wao vile wanaenda kazi, kwa hivyo hawezi saidia mwanamke kwa nyumba.
Sasa nayo ni vizuri sana, maana pia inaongeza ile mahaba baina wewe na mke wako. Sana. Vitu vidogo vidogo kumsaidia hata kuosha sufuria jamani. Mwanamke akikata nyanya, umenakata kitunguu. Maana mimi nimeletwa katika maisha yako, ni tulizo lako. Kabisa, tulizo la kile, yani wote wawili tunatulizana. Nikifanya lile jambo pale, nimefanya kwa ajili ya nani? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu najua lina malipo yake, vitu vidogo ninavyofanya vina thawabu zake. Kwa hiyo uhuru huo pia mwanamke yuko nao katika kufanya kazi ndani ya nyumba. Kwa hiyo tujue kwamba mwanamke si kama mwanaume akija anapotoka akikuta mwanamke hajafanya labda shughuli fulani, asijue katiana mangumu. Jamani, akaanza kumpigia kelele na watu. Alikuwa na uhuru wake. Labda sasa ile alikuwa ajisikii vizuri, unaona? Ana uhuru wake kwamba sasa hii nifanye hiki na hiki nitakifanya baadaye. Ama hiki tunasaidiana na mume wangu. Mimi nikipika mboga, mwenzangu anasonga ugali. Huo ni uhuru ambao unatakikana mwanamke pia awe nao ndani ya nyumba. Si akae kama vile ni house girl ndani ya nyumba. Mwanamke aoshe vyombo na kupika na kufanya usafi. Tena kuna wanaume wengine wako namna hiyo bwana. Kuna wanaume kama wanajeshi, yani mwanamke akimwona mume wake ameingia mpaka anampa shikamoo. Hata si kawaida. Shikamoo mume wangu. Yani anatetemeka hivi. Kwa sababu unamkuta yule mwanaume yani amemgandamiza kiasi ambacho mpaka mwanamke yule mume akiingia anatetemeka ndani ya nyumba. Yani anaona kama vile ni simba kaingia ndani ya nyumba. Jamani, tunatakikana yani wanaume, sisi nyinyi ni watu wetu na wenzetu, tunaishi na nyinyi vizuri. Yani hawa wanawake wenzetu msiwafanye ndani ya nyumba kama vile yani mkawafanyia vitisho yani mpaka akakosa ile amani na furaha kuishi ndani ya nyumba. Kweli. Ana uhuru wake katika kufanya zile kazi za pale nyumbani. Ndiyo. Haya, tukiangalia kipengele kingine cha kufanya kazi nje, mwanamke ana uhuru wake. Yani kwanza katika maisha sasa hivi haifa. Bila kusaidiana maisha hayaendi. Na hiyo pia mwanamke ana uhuru. Kwa hiyo mwanamume asimfunge mke akae tu ndani ya nyumba na asitoke nje kwenda kusaidia ama kwenda kutafuta riziki. Wanaume wamelalamikiwa sana kwa kwamba wengine hawawi wale providers, hawawi wale wa kutoa. Kwa sababu utakuta mtu lile begi la harusi lilomnunulia mkeo, lile begi la harusi lile hakuna hata chombo kipi ambao ushawahi nunua pale ndani. Ndipo mpaka amevaa labda chupi amemaliza, jamani zoezi zingine zimeanza kutoboka. Wewe hata ukumbuki kama kuna mke nafaa kumwangalia. Yani inakuwa ni mitihani. Sasa usipomwangalia yule mke unatarajia asifanye kazi. Ndio wengine utegemea labda si mwanamke wa kuomba. Na wengine hawakupewa ile nuru ya kuomba. Kabisa. Ati wangu nisaidia pesa. Yeye yuona acha nijifanyie kazi zangu ili nifanye nini? Nipate pesa ninunue hichi kitu ninachokihitajia mimi. Wallahi ni kweli. Ni kweli kabisa. Kuna wengine hawana ile pesa ya kutoa. Yani akaona kwamba leo nimepata pesa hii, hebu ngoja nikamgaie mwenzangu hata kama nampatia kula, kunywa kila kitu. Lakini hii tu huenda kuna mahitaji ambayo anataka hajaniambia. Na kwa sababu labda sio kuongea. Kabisa. Wanawake wengine hawataki hata mambo mengi. Kabisa. Mwanamke mwingine maskini hata ukimpa tu hiyo pesa kidogo yona ni zawadi kubwa kwake. Sana. Kwa sababu vyote umempa. Lakini kumpa kile cha kushikilia tu mkononi. Mwenyewe na chama vyake ashapata pesa ya chama. Kabisa. Ndio wanawake sisi tena mambo ya chama wanawake alhamdulillah. Utakuja kushangaa yani nyumba inajengwa kwa kupesa vya kudunduriza tu hivyo vidogo vidogo, nyumba inajengwa. Unashangaa bwana viti vipi, yani hata mgeni akiingia sema umenunua wapi chikiti. Mwenyewe sasa umetoka kununua dukani kumbe unajua ninacheza chama mimi nacheza chama ile leo unaona ya chilenka nwenyewe kitunguu nimeweka ndio. Kwa hiyo kupatiana pia hiyo pesa hiyo pia ni faida kubwa kwa sababu mwanamke yule ana akili ya kuweka. Kweli. Sasa pamoja na kwamba kuna wanawake wengine hawana akili hiyo, lakini kuna wanawake ambao Mwenyezi Mungu alhamdulillah kawabariki na hiyo akili ya kuweka hela ambazo wameweza wanawapatia na wakaweza kufanya jambo kubwa sana. Haya, kwa hiyo hilo ni uhuru wa mwanamke. Atoke nje, akafanyaje? Akatafute riziki. Na riziki ile atakusaidia pia wewe mume pale ndani ya nyumba. Kweli. So wewe haupo, nyanya kitunguu hakuna, chumvi hakuna, peke chakula bila chumvi. Akiwa nayo yeye alafu alhamdulillah wanawake sisi wachoyo. Tunakuwa tuna ile roho yani ya kununua kitu yani na kujitolea kufanya kitu. Ukipika chakula unaona hapana leo nimetamani labda chakula hiki leo nikipike hivi, anakiongezea. Sasa ukipata mwanamke mwenye yani yopenda tu jikoni utakuta wanawake wengi wanunua tu vyombo hivyo. Sasa mimi mwenyewe nataka kujaribu vitu vipya. Haya, kwa hiyo hayo yote tunatakiwa tuyachunge sisi. Ndio. Kama vile uhuru wetu. Ndio. Tusikubali kufungwa. Na pia wanaume msiwafunge wake zenu kwa sababu wana uhuru. Kwanza hiyo ni moja, na pili ni mwenzako ambao utasaidia naye katika kutafuta riziki na kuweza kusaidia katika mambo pale nyumbani. Ndio. Sasa tuangalie Imam Ali alayhi salam alituambia nini kuhusiana labda na
huyu mwanamke katika kule kufanya kazi. Ametutolea mfano na nani? Imamu Ali alayhi salamu anatuambia aliwajumuisha wanawake katika haki ya kuhifadhi ya kijamii kama alivyomwambia Bibi Fatima Zahra alayha salam. Unaona? Maneno haya aliambiwa Imamu Ali alimwambia Bibi Fatima. Na pia vile vile anatuambia na sisi tunatakiwa tu yachunge haya maneno katika ile kutafuta riziki. Imamu Ali alayhi salamu alisema riziki yako kwa Bibi Fatima, riziki yako ni uhai katika ile thamani ya mwanamke, na mwaminifu, na yule ambaye wa kuchunga hiyo haki yako, yani kuchunga ile pesa uliyokuwa nayo, yani uko na mdhamini ambaye ni mwaminifu. Nani? Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kutoka kwa Bibi Fatima kutafuta riziki, hiyo ni haki yake, na mdhamini wake ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ndo anayedhamini hizi haki ambazo tuko nazo, riziki ambazo tunakuwa tunazitafuta. Kwa tunaambiwa kwamba huu ni msingi na ujenzi wa mfumo katika kuhifadhi jamii. Hii kutafuta riziki ni katika ujenzi na ile katika msingi ya kutafuta mfumo katika hii jamii yetu ya Kiislamu. Ina maana kama tutaambiwa kwamba tusifanye kazi, tusitoke tukatafuta riziki, ina maana kwamba itakuwa huu jengo halitakuwa limepata msingi imara. Tutakaa tu, chumvi hakuna unakaa tu, kitunguu na nyanya hakuna unapika mboga bila nyanya. Lakini kumbe huu msingi ukipatikana uimara wake, mwanamke akawa yuko na kazi anafanya, basi jengo hili litakuwa jengo lilokuwa ni jengo lilokuwa ni imara. Maana mwanamke anajenga nyumba. Mwanamke anajenga nyumba. Unaona? Kwa hiyo tunachotakiwa kujua hapa ni ile tu kuhifadhi haki na ule hukumu na sheria ya Uislamu tu peke yake. Kwa hiyo tukaambiwa Imamu aliutaka yani huu ujenzi ama hii haki ya mwanamke kutafuta hii kazi ni kama haki ya kibinadamu. Huyu mwanamke si mwanadamu. Kwa hiyo katika ile haki ya kibinadamu mwanamke huyu alikuwa yuko na haki na yeye kufanya hiyo kazi. Kwa hiyo hii ni haki ya kibinadamu, mwanamke kutafuta kazi ama kufanya kazi na kuweza kutafuta nini? Riziki. Ili jengo liweze kuwa imara, liweze kuwa ni jengo madhubuti kwa huyu mwanamke atakapokuwa amepata hiyo kazi ama atakapokuwa anatafuta riziki na akapata kitu kidogo, jengo hili litakuwa liko na mfumo uliokuwa umekamilika vizuri. Unaona? Na ameifafanua hii na kuibariki kazi ya mikono ya mwanamke. Yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameibariki hii kazi ya mikono ya mwanamke. Utakuta ni kitu kidogo kafanya, lakini ile pesa yake hata kama ni ndogo atapata, Mwenyezi Mungu ataibariki kulingana na nini? Na ile katika kuhifadhi ile riziki yake. Kwa hiyo ni vizuri sana mwanamke sisi atakapotoka kwenda kutafuta kazi, wanaume muruhusu wake watafute kazi ama watafute riziki huko nje, bora tu achunge hukumu na sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala, asichupe mipaka ya Mwenyezi Mungu. Na kama hawatoridhia mke kama hawatoridhia mke kutofanya kazi, basi wakuwe watu wanaotoa. Wakiwa watu wanaotoa, itakuwa rahisi kujenga hii jamii kabisa. Kwa sababu kama hatakuwa anatoa, mwanamke huyu kwanza utakuwa pia ni moja miongoni mwa kumnyima haki yake kwako wewe hapo, wewe mwanamume. Kwa sababu haki yake hata kama anafanya kazi, alafu tuongee kitu kimoja. Mwanamke hata kama anafanya kazi, mwanamume basi so useme kwamba unajichegelesha, usimnunulie mke vile vitu ambavyo labda anavihitaji. Mafuta ni haki yako utamnunulia, mavazi ni haki yako utamnunulia, chakula ni haki yako utamnunulia, na vipambo vingine vyote ni haki yako wewe mwanaume utamnunulia huyu mwanamke. Ile pesa yake ni yake yeye mwenyewe, lakini pesa yako mume ni ya wote. Na ile pesa yake mwenyewe atakapoamua kukusaidia, atakusaidia kama vile kimahaba ya mume na mke. Kwa hiyo hapo si kwamba hata atakapokuwa anafanya kazi basi kafungwa vingine, ndo basi sasa umwachilie jifanyie mwenyewe, utampoteza huyu mwanamke. Maana wako na ile kasumba ya kwamba sawa huyu mwanamke amefanikiwa, hawataki afanikiwe zaidi yao. Utajua huwezi jua Mwenyezi Mungu amempa roho gani yule mwanamke. Sana kabisa. Wana ni mwanamke mwenye kheri, mwenye busara, na uende ukafanikiwa pia kupitia yeye. Maana wangapi wameingia ama wangapi wameoa alafu ndo matunda yakaanza kuonekana. Sana. Wakaleta nuru, watu wakawatajiri. Ni baraka hiyo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pena Imamu Hassan alayhi salamu akasema ni sawa ambavyo inaonyesha uhalali wa kazi ya mwanamke kwa Imamu Ali. Yani vile Imamu Ali alivyokutoa mfano wa Bibi Fatima kufanya kazi,
akasema Imam Hassan kwamba ni sawa vile alivyoonyesha uhalali wa mwanamke kufanya nini, kufanya kazi. No. Kwa hiyo hatukufungwa kufanya kazi, bali ni sawa sisi wanawake kufanya kazi, bora tu tuchunge hukumu na mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu mwanamke hai katika jamii, haswa kwa vile wao ndio washiriki katika haki na kuunda familia. Unaona, sisi wanawake ndio ambao tunashiriki katika kuunda familia. Sasa familia hii kama isipokuwa na usaidizi wa kushirikiana katika kule kulea ile familia, si mmoja akilemewa maskini familia nzai ikazoroteka. Ndio. Watoto watapata elimu bora. Chakula, unajua watoto wanapenda kizuri, watakula chakula bora. Malezi watapata malezi bora. Ndiyo. Lakini tukishirikiana watu wawili, mume na mke, mwanamke akiwa anafanya kazi analeta kidogo na mwanaume, pale kutakuwa ile familia itakuwa ni familia yenye furaha kabisa, kwa sababu sisi wanawake ndio tunashiriki katika kuunda ile familia na kulea watoto na kuhifadhi haki zao. Mashallah. Kwa sababu sisi wanawake ndio yani kama wazazi tunatakiwa tuhifadhi haki za watoto. Mtoto ana haki chungu nzima, si kusoma, si mavazi, si kwenda hospitali, si nini, kila kitu. Ukiwa mkono ni mmoja, ina maana kwamba anaweza kalemewa. Alhamdulillah, kuna wale ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewabariki. Ndio. Wako na pesa na wanawake wenyewe wataki wafanye kazi. Hilo linaeleweka. Hata kwa mfano Haifa sasa hivi atokee mume akona pesa zake, kwambia sasa mimi kuanzia leo Mahadi TV na kupatia kila kitu. Sasa na kupatia kila kitu, mke wangu, gari ndo hiyo, nyumba ndo hii, unataka nini tena hapo? nataka nini tena? Ndio utakaa sasa ule hayo matunda yako vizuri, maana cha mumeo ndio chako, ringia bahati yako. Kabisa. Ndio nakwambia bahati kujia mlangoni ipokee. Kwa sababu unajua kama kupata mwanamume mwenye anakupa kila kitu, yani mwanamume mwenye anajua kweli mimi haki zangu kama mume kwa huyu mke, kuna vitu nafaa kumpa. Lazima mambo yataenda vizuri. Sana yataenda vizuri, napo ndo kukuta mahaba yamezidi mpaka mtasema huyu mwanamke kamroga mume, kumbe hata ni ile kuridhishana. Mume amemridhisha mke na mke akamridhisha mume, wakaridhishana pamoja, mapenzi yaendelee. Sasa mambo rahisi kama hivyo, pole. Alhamdulillah. Kwa hiyo usikatae kuchaguliwa mchumba. Akija mchumba yuko na kila kitu amekupatia. Na mnyauli. Usikatae. Naam, tukimalizia ustadha. Naam. Sasa hilo ndio tunataka tulijue. Bora tuchunge hukumu na sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala, tufanye kazi, tutoke tuelimishe jamii. Kwa sababu pia kubwa ambalo Imam Ali analolitaka ni ile wanawake katika kuelimisha jamii pia vile vile. Kwa hiyo ile elimu isibakie tu ndani ya nyumba. Mtu atoke nje aelimishe jamii. Kuna madaris za wamama. Na kwa sababu tunajua mama ndo tuko nyuma. Alafu sasa hivi unajua kitu kikubwa tunataka tujue hivi. Huku kuelimisha huko, mara nyingi sana mimi naona kama vile tumebezi sana katika kuelimisha wamama. Lakini watoto wetu tunawasahau. Sasa hivi ni vizuri kama tutaweka hizo madaris, tuchanganye wamama na wasichana ambao tayari wameshakuwa ni wa umri mkubwa. Ndio. Katika kile utakachokiongea mtoto yule kitakuja kumnufaisha baadaye. Wewe mama kitakusaidia katika malezi ya watoto wako pale nyumbani, na huyu binti kitamsaidia katika malezi yake katika ile maisha yake ya baadaye. Kwa sababu sasa hivi kama msichana bado hajaolewa, ukimweka katika madaris na ukimuelezea ile ambayo yanatakikana kuwa nayo katika hukumu na sheria za mume kama mume na mke, si atakuwa ameelewa. Utakuwa umempatia tayari njia na ule muafaka, nitakapokuja kuolewa natakikana nifanye nini katika hukumu zangu mimi na za sheria ya Mwenyezi Mungu ameniwekea, ni kipi nifanye na kipi nisikifanye. Isipokuwa tu labda mimi ninaomba ili tunaliongelea hapa, lakini watoto pia wamekuwa ni wakaidi sana. Mtoto ukisema unamweka eti unamwambia msichana enda madrasa kwenda kusoma, naona kwamba ile madrasa ni ya watoto ndo wanaenda. Lakini kumbe hawaelewi madrasa kwenda kusoma, madrasa ama tuseme katika hauza si watoto tu. Hata mama watu wazima, mabinti wakubwa wanatakikana waende. Kwa sababu kuna mambo mengi ambayo hawajayajua bado. Ni vizuri atakapohudhuria katika zile madaris na kuweza kuzijua yale yanayotakikana wayafanye, kama vile haki, ili msije mkaenda mkadhulumiwa mabinti. Bora tu muende katika madaris, muende mkasome. Mashaallah. Madarasa zimejaa tele. Tafuta mwalimu ambaye ni mwalimu mwanamke, atakuelezea kila kitu, mtasoma pale, utazijua haki zako. Ndio pale baadaye uje upate mume hata kudhulumu katika zile hukumu zako na sheria zako. Lakini ukiwa ni jahil, mwanamume pia wengine wanapenda wanawake ambao ni majahil, ambaye atajua jinsi atakao kufinyanga vizuri pale ndani ile nyumba. Wewe hata umeenda umefanya kazi, umekuja na pesa yako ambayo ni haki yako katika kuitumia, mwanamume yule ukifika tu pale anakuambia nipatie, ameshajua ni mwisho wa mwezi umekuja na pesa. Wewe sasa hiyo mume umekuona kama vile yuko kama vile simba, unazisemeka maskini basha yako unamwachia pale.
Lakini ukisoma hakuna mwenye atakupanda kichwani. Hakuna kile kupanda. Hata ubahasha pia mwenzangu hata siitoi. Takaa nayo mimi mwenyewe. Takaa nayo mwenyewe. Shukran sana. Hakika umeelezea masuala mazuri sana na yenye ucheshi pia ndani yake. Naamini kwa rehema za Allah itakuwa mpenzi mtazamaji ameweza kufaidika na kuelewa hili swala la uhuru wa mwanamke katika jamii haswa kulingana na Uislamu. Shukran sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa nayo Ustadha Sofia ndani ya studio zetu za Mahdi TV amezidi kuelezea mengi. Binafsi nimefurahi sana, wanakuambia kwamba cha mke ni cha mke, cha mume ni chetu sote. Inshallah mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa nikwambia maasalam.